Hello guys, karibu tena katika somo lingine katika ule mwendelezo wa masomo yangu yale ya Excel. Mimi naitwa Faraja Efraj. Kabla kabisa hatujaanza, ninaomba usubscribe katika channel ili uweze kupata taarifa kila kipindi ambapo nakuwa naweka somo jipya ama naweka kitu chochote kipya katika hii channel ili usiweze kupitwa. Lakini pia unaruhusiwa kushare, comment, kulike na wenzako pia. Sasa somo la leo litakuwa linahusu cell reference. Somo la leo linahusu cell reference. Kwa tutakuja tuangalie kufanya cell reference katika Excel tunafanyaje. Sasa tunaposema katika Excel ili ufanye cell reference, maana yake unakuwa na sheet labda zaidi ya moja, lakini sheet moja inaweza ikawa inachukua data automatically kutoka katika sheet nyingine. Kwa hiyo tutakuja tuangalie sasa formula ya namna ya kufanya cell reference. Ni kwamba tunaandika formula ni sawa, then tunaandika sheet number, then alama ya kuuliza, alafu tunaandika sasa na ile active cell, na ile active cell ambayo tunataka tuifanyie reference. Maana active cell ni ile cell ambayo ndo kuna data. Kwa hiyo ile formula ni equal sign sheet number, maana kama ni sheet 1 au sheet name kwa ujumla, tunaweza tukasema alama kuuliza ni active cell, yani ile cell ambapo sasa ndo kuna ile maandishi, maana yake iwe ni A1, A2, A3 au A4. Kwa hiyo kwa ujumla hii ndio inakuwa ni formula ambayo inatumika. Kwa hiyo tutaanza, tutaendelea kujua zaidi. Sasa mfano kuna document hapa. Mfano hapa kuna document ambayo tutakuja tuiangalie kwa haraka. Kuna document hii hapa. Sasa naomba niongeze sheet kwanza hapa ili tuweze kujifunzia katika hizi sheet mbili. Kwa hiyo mfano sasa natumia sheet 1 na sheet 2. Hizi tutakuja tuangalie baadaye. Sheet 1 na sheet 2. Nataka hii sheet 1 iwe na data, niandike data au niandike taarifa zozote, lakini katika sheet 2 hizi taarifa ninazoandika hapa ziwe zinaenda moja kwa moja katika hii sheet 2. Sasa mfano katika sheet 1 labda hii hapa inajumuisha majina ya watu fulani ambao ni names. Kwa labda hapa nikaandika Faraja, nikaandika Amina, hapa nikaandika labda Asha, hapa labda nikaandika Juma. Tuishi hapo. Sasa nataka haya majina wakati naandika huku yawe yanakuja moja kwa moja pia katika hii sheet ya pili. Sasa nafanyaje? Ndio hiyo tunaita cell reference. Maana yake hii sheet 2 inachukua data automatic kutoka katika sheet 1. Sasa namna ya kufanya, unaenda katika sheet 2, unaangalia wewe unataka sasa hii sheet 2 kile kitu ambacho unakichukua huku kianzie katika cell ipi. Mfano hapa majina yameanzia katika A5, lakini nataka majina huku yawe yameanzia katika A1. Manake jinsi ya kufanya sasa, weka, kwa sababu nataka kuanzia hapa, weka cell yako hii hapa ndio active, nenda kwenye formula bar, weka equal sign, alama ya sawa, alafu rudi katika hii sheet ya kwanza ambapo sasa nataka uchukue hizo data, then bonyeza pale ambapo unataka kuanzia sasa majina, kwa sababu nataka nichukue majina tu, sitaki na hii names iende kule, nataka ianzie tu hapa katika hapa Faraja, Amina, Asha na Juma. Hii names sitaki iende ionekane kule katika ile sheet ya pili. Then ikishakuja hivyo sasa, ukishabonyeza mara moja inakuja hiyo alama kama hivyo, then una press enter.
Ukisha press enter, umeona sasa lile jina limetoka kule moja kwa moja limekuja katika sheet 2, lakini lilikuwa katika sheet 1. Sasa ile formula niliyokuambia zamani, ukiangalia hiyo formula hapa unaona ndo hii hapa. Umeona ndo hii hapa kwamba ziko tu sheet 1 alama ya kushangaa then A5. Maana yake imechukua data ya kutoka katika sheet 1, lakini ile data ipo katika seli ya A5. Ukija kuangalia hapa ipo katika hii faraji ipo katika A5 ambayo ndo active cell ya huku. Ndo maana nikakwambia wakati ule kwamba unaandika sheet number au name of the sheet, yani jina la ile sheet ambao kuna data original unataka iwe inakuja automatically huku, afu alama ya kushangaa then unaandika ile seli ambapo ile data ipo. Kwa hiyo sasa kwa nikishapata hii moja, manake kwa majina mengine ambayo yapo tena yanaendelea huku, hapa naweza tu nikadrag, na drag labda ni drag paka hapa 10. Umeona sasa tayari haya majina pia yamekuja. Manake nikiangalia hapa, ukitaka uangalie hapa, hii ipo katika sheet 1 A5, lakini kumbuka ni sheet 2, lakini data inaonyesha ni ya sheet 2, imetoka katika sheet 1, alafu hiyo data ipo katika A5. Ukija hapa Amina ipo sheet 1 hiyo hiyo, lakini ipo kwenye A6. Sasa ukiangalia hapa imeandika 0. Kwa nini imeandika 0? Imeandika 0 kwa sababu hapa katika A9, maana sheet 1 A9 hakuna data. Ukirudi katika sheet 1 hii hapa ambapo ndo A9 yake ni hapa, hamna data. Lakini kama nitaandika data hapa, maana yake nikiandika hii data alafu kule tayari nimeshaweka formula ambayo inaenda inafanya connection au ina connect na ile sheet 1. Maana yake nikiandika kule, maana yake ile data tayari pia na kule itaenda. Mfano hapa sasa niendelee kuandika majina mengine, labda niandike William. Hii William iko mara ya kwanza, kwa hiyo kwa sababu nimeandika hapa na kule tayari nilikuwa nishaweka formula hii William, tena tutaenda tuione kule katika hapa. Umeona William tayari imejiandika huko, lakini katika hii A6 active cell, lakini reference yake ni sheet 1 A10. Maana yake hii ni sheet 2 A6, lakini data iliyoko hapa inatoka katika sheet 1 A10. Sasa ni 0 kwa sababu katika sheet 1 seli ya A10 hakuna data bado. Mfano hapa tunaona katika A10 hakuna. Kwa hiyo nikiendelea kuandika, nikiandika tena hapa jina lingine lolote, labda Kurwa, alafu hapa nikaandika Pili. Umeona? Kwa hiyo nimeongeza Kurwa na Pili. Kwa ukirudi huku utakuta Kurwa na Pili imeongezeka. Kurwa na Pili imeongezeka. Lakini hapa bado hakuna jina kwa sababu bado sijaandika data yote. Kwa hiyo nikiendelea na kuandika kule, kile ambacho nakwenda kiandika huku kinakuwa kinakuja moja kwa moja huku. Kwa hiyo hapa nikiendelea, mfano hapa labda niandike sasa namba 100. Maana yake hiki nilichokiandika hapa kinaenda moja kwa moja katika ile sheet ya pili ambayo ni hii hapa. Umeona kuna 100 hii ambayo ikuepo. Ni kwa sababu gani imekuja? Kwa sababu hii cell tayari ilikuwa ina cell reference formula yake. Maana yake tayari nilikuwa nimeshaweka cell reference. Mfano nikiklik hapa, umeona hapa imeandika 0 kwa sababu kule hakuna data, lakini tayari ina formula kwamba ichukue data kutoka katika sheet 1 A13, sheet 1 A13. Lakini kwa sababu hakuna, kwa hiyo haiwezi kuchukua. Kwa hiyo mfano hapa sijaweka formula yote, na ndio maana unaona hakuna, haijaonekana kwamba kuna 0. Hata nikiklik hapa inaonekana hamna formula. Hapa ukiangalia tena hamna formula, lakini ukiklik hapa unaona tayari kuna formula ipo katika hii cell. Lakini hapa katika hii cell hakuna formula, kwa maana kwamba nikiandika data katika sheet 1 hapa, nikiandika katika sheet 1 hii ni A11, lakini
ngoja nitoe hii, nitoe na hii. Baada ya 100 manake ni hii hapa inayofuata, lakini kule hakuna A9 haina formula yoyote, lakini hii A8 inachukua data kutoka katika sheet 1 A12. Kwa hiyo baada ya hii 100 sheet inayofuata kule haina formula yoyote. Kwa hiyo hata nikija nikiandika hapa baada ya 100, labda hapa niandike sasa hii hapa namba. Baada ya 100 kuna 285, lakini ukija katika sheet 2 hii 285 huko haijaja. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa nilikuwa sijaweka formula ya kufanya reference. Lakini sasa kama nitataka iwepo hapa, maana yake nitaangalia hii data ipo katika A13. Kwa hiyo nikitaka hii information ambayo ipo katika A13 ije ikae katika A9, maana yake nitatumia hiyo formula sasa, kwamba sheet number, kwa hiyo itakuwa ni sheet 1, alafu active cell, jina la sheet ni sheet 1 ambako ndio kuna kuchukua data, lakini active cell ni A ngapi? Maana yake nataka hii hapa ndio ije ikae katika sheet 2. Hii maana yake hii ipo katika A13. Hii hapa hii ni A13. Kwa hiyo hapa nitaandika sasa A13. Maana yake tayari ni kwamba hii ni cell reference ya A13 katika sheet 1, lakini niandike katika sheet 2. Kwa hiyo sasa hii formula nikienda kuiandika hapa, nataka hii namba ije ikae hapa. Maana yake nitaandika equal sign, then jina la sheet ni sheet 1 ambayo ni hii hapa. Hii ni sheet 1, lakini nataka ile data sasa ambayo ipo katika A13 ndio ije ikae hapa. Maana yake nitaweka alama ya kuuliza then A13. Kwa niki enter, umeona imekuja ile pale ambayo ipo huku 285. Nikiweka tena namba hapa labda 560. Nataka 560 ambayo ipo katika A14. Hii 560 ipo katika seli ya A14 kama inavyoonyesha hapa name box. 500 ipo katika A14. Maana yake nikitaka sasa hii 560 ije, tunashimna tubadilishe, labda ije hapa. Nataka ije ikae hapa. Maana yake nitaweka formula kwamba jina la sheet ambapo hiyo data ipo katika sheet 1. Jina la sheet. Kwa nitaandika sawa, then sheet 1. Ile data ipo katika sheet 1, lakini je, ipo katika seli gani? Ipo katika name box, yani A14. Kwa nitaweka alama ya kuuliza then A14. Kwa niki enter hapo, tayari umeona ile 560 imekuja huko automatically. Kwa hivi ndivyo ambavyo unafanya cell reference. Sasa mfano angalia hapa, kuna taarifa hizi hapa za matokeo fulani hivi. Umeona hapa kuna index number, kuna ni matokeo ya moko, kuna index number, majina, then kuna alama za kila somo kwa kila mwanafunzi, baadaye kuna average points, division na position. Sasa hapa nilifanya cell reference kwa maana hapa niliandika tu namba kwa maana ya tarakimu, lakini nikafanya cell reference ambayo itanisaidia kupata hizi grade. Kumbuka huku nimeandika namba. Nimeandika tu namba 45, yani max katika namba. Lakini sasa nataka nipate grade hii, nifanye calculation ya zile division. Kwa maana nipate A, B, C, D
kulingana na somo kama na A au na D na F, ndio nikafanya cell reference nikapata kitu kama hiki. Kwa hiyo mfano angalia huyu Agnes Mloti hapa alikuwa katika civics alikuwa na 45, alikuwa na 45. Kwa hiyo hii 45 ipo katika F16. Kwa hiyo nikaenda nikaifanyia cell reference, maana yake hii sheet inaitwa results. Kwa hiyo ukirudi sasa katika grade hapa, ukimwangalia ndio hii hapa civics, maana yake ndio hii hapa cell reference inaitwa results, maana yake ndio jina la sheet, alama ya kuuliza, then ile cell sasa ile name box ya ile namba ambayo ipo, maana yake hii C ipo katika 45, maana yake 45 ni C. Kwa hiyo nimeifanyia cell reference afu nikaiwekea formula iweze kutafuta kama ni A au ni B au ni C. Kwa hiyo sasa nikasema, nadhani ili somo nishai kufundisha kuhusu kutafuta grade. Kwa hiyo hapa usifundishi tena, au kama hujaliona angalia katika masomo yangu, ipo namna kutafuta hizi grade A, B, C. Kwa hiyo mfano sasa tuko hapa. Umeona sasa hapa nikaweka formula kwamba if results F16, maana yake hapa namaanisha mfano nichukue tu hii hapa results F16, ni copy nije niweke hapa, ni paste hapa. Sasa lazima niweke iko sign results F16. Manake hapa nachukua data iliyopo katika F16, lakini hii ambayo ipo katika sheet hii ya results, sheet inaitwa results. Kwa ndio maana naandika sawa sawa kama nilivyokuambia kule mwanzoni kwamba unaweka namba sawa sawa afu sheet number au jina la sheet. Hii nimesema ni sheet number kwa sababu hapa ilikuwa ni sheet 1, hii ilikuwa ni sheet 2. Kwa hiyo sana hapa tunasema ni jina la sheet. Kwa alama sawa sawa jina la sheet, alama ya kushangaa, then cell ambapo ile data sasa ipo ndio naandika huko. Kwa mfano hapa nimeandika ni results then F16. Maana yake inaenda kuchukua data ambayo ipo katika hii sheet ya result, lakini hiyo data ipo katika F16. Kwa nikipress enter hapo unaona imekuja 45, ambayo 45 ndio ipo hapa katika results, ambayo ndio hii hapa civics ana 45. Na ndio maana pia hapa nimekuja kuitafutia kwa hapa, maana yake ni 45. Kwa hiyo tukirudi sasa hapa katika civics, maana yake imeenda kuitafuta sasa if results F16, maana yake imesoma kama results F16 ni ngapi. Hii result F16 maana yake ni hii namba ambayo ipo katika hii namba, yani hii results F16 ni ile namba ambayo ipo katika hiyo cell ya hiyo sheet ya results, lakini katika cell ya F16 ambayo namba ni 45. Sasa nikasema kama hiyo namba sasa ni kubwa kuliko 75, ni kubwa au kuliko au ni sawa na 75, basi iwe A. Lakini kama hiyo namba, hiyo data sasa ambayo ipo katika hiyo F16 katika sheet 1, kumbuka katika sheet ya results, iseme ni B. Kama ni kubwa au ni sawa na 45, iseme ni C. Ndio maana imesema ni C kwa sababu ipo katika 45, ni 45, ndio maana hapa imeandika C. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo sasa unaweza kufanya reference. Kwa hiyo hii sheet ilikuwa tuna na hizi number, then nikatumia cell reference, alafu nika-apply na nini, nikaweka na formula ili sasa iniambie kwamba hiyo namba sawa ambayo ipo hapo if results, mfano if results F16 is greater than or equal to 75, iwe ni A. Maana yake hapo nimeweka formula moja kwa moja, kwa maana ile results F16 ilikuwa ni 45. Kwa hiyo baadaye nikaweka formula kama ambavyo nishai kufundisha namna ya kutafuta hizo grade. Kwa hiyo tayari hapo hii ndio cell reference ambayo sasa imekusaidia wewe kujua kuwa na max katika sheet moja, sheet nyingine unaamua unaweka
grade, yani kitu chochote unaamua unafanya tu hapa. Kwa hiyo mfano sasa hii hapa unaona, kumbuka hii ni sheet 2, hii grade imechukua data zote kutoka katika hii result. Ndio maana ukiangalia nikiweka kasa hata hapa, mfano hiyo Agnes, maana yake ili jina limetoka moja kwa moja katika result B16. Sijaandika hapa kwa mkono. Mimi hapa sijaandika kwa mkono. Sasa hapa nilifanyaje? Maana yake inakuwa hivi. Labda nijaribu kufuta hapa tuone, kuonesha kitu. Labda nifute haya majina hapa index. Tuashumu awali ilikuwa hivi. Hayo majina maana yake nimeyachukua automatically kutoka kule. Maana yake tuashumu majina yalikuwa hivi. Sasa nataka hapa ikaile index ya kwanza, alafu na index ya kwanza, jina la mtu wa kwanza na jina la kati na jina lake la mwisho. Kwa hiyo sasa kama hii ilikuwa hivi mara ya kwanza, ili sasa hizi data kuanzia hapa katika hii hapa A16, hizi hapa paka hapa, index number na majina ya mtu yaje yakae hapa automatically bila kuandika kwa mkono. Maana yake nitaweka kasa hapa, then kwa sababu kule sijakariri kule ipo katika sheet gani, kwa ndo maana natumia kwenda kwenye formula bar, naweka alama ya sawa sawa kwa sababu sijajua kule ipo katika results, lakini sijajua ipo katika cell gani. Then nikishaka sawa sawa, unahakisha tu hii cell ndio iko active, una select kwa sababu ndipo unapotaka kuanzia majina. Lakini kumbuka hapa unaanza kwenye index number, then utaenda majina mpaka hapa. Kwa hiyo utaweka alama sawa sawa, alafu utarudi kwenye results, utakuja utaklik ambapo unataka kuanzia hapa, kwa sababu ndio unataka kuanzia hapo ili uje uchukue yote majina mpaka hapa. Then utaweka enter, enter. Umeona enter tayari imekuja ile index ya kwanza. Sasa kwa sababu imeshakuja ya kwanza, tunataka hivi vije vyote. Maana yake ukidrag kwenda chini zinakuja na zile namba nyingine ambazo zipo kule. Lakini tunataka sasa tuchukue hapa hadi huku, sio tu hizi index. Kwa hiyo unakuja tena una drag hapa, unahakisha kuna hii alama ya kama ya kujumlisha ambayo ni nyeusi. Ukiacha hii kuna hii hapa nyeusi, una drag kuja paka mwisho ambapo majina yameishia. Maana yake ukiachia hapo tayari umeona imechukua kila kitu kutoka hapa. Umeona Agnes A Mlot. Maana yake ukirudi hapa ndio hii hapa. Kwa hiyo sasa tunataka tuchukue yote paka chini. Maana yake utadrag sasa. Kwa hiyo ukidrag, umeona yanakuja majina ambayo yako katika ile sheet. Ukiendelea majina yanaendelea kuja. Kwa hiyo mpaka una drag mpaka mwisho. Lakini kumbuka kuna ile shortcut ya kudrag ambayo una double click. Kwa hiyo ukidouble click tayari majina yote yamekuja hadi mwisho kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo ndivyo isivyo. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya cell reference kutoka katika yani data moja zitoka katika sheet hii na ziende katika sheet nyingine. Mfano kuanzia hapa hizi katika average points na nini hizi, ukija kuweka kuangalia hizi hazina reference, ila ukirudi hapa hizi point na hizi division, kwa sababu tulikuwa tushazitafutia huku, maana yake hapa tumekuja tukafanya cell reference. Hatukutaka tena tuanze kutafuta upi, tumefanya tu cell reference ambayo imechukua katika results hii hapa, kwa sababu point tunazipata kutokana na zile namba, na division pia tulizipata kutokana na hizi namba. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unafanya cell reference. Samahani iko protected, ndio maana kuna kitu sikioni hapo. Okay, umeona sasa hizi point manake nilizitafutia huku, ndio maana hapo nimeclick imekuja formula, na hizi division
nizitafutia huku. Ndio maana nikiklik hapo kuna formula inakuja hapo katika formula bar. Sasa kwa sababu nataka na hizi zionekane huku, haina haja kuzitafuta tena kwa kuweka formula, kwa sababu tayari nishazitafuta katika ile sheet ya result. Kwa hiyo ninachofanya, nafanya tu say reference. Maana yake hizi point naenda nasema hii data ambayo ipo katika hii sheet ya result ije hapa. Ndio hii hapa sasa results then S16. Maana yake hii ipo katika results S16. Ukirudi huku utaona ipo katika hii hapa result, lakini ni S16 kama inavyoonekana hapa. Kwa hivi ndivyo ambavyo unafanya say reference. Asante kwa leo, naomba usisahau kusubscribe, lakini pia share, comment na wenzio pia waweze kujifunza. Asante.